Karibuni sana watu wa Mungu, jina la Mungu litukuzwe. Tunaishi kipindi ambacho kila jambo ambalo linazungumziwa lazima liweze kuchunguzwa katika maandiko matakatifu. Haswa wale ambao ni watu wa dini, lazima tuweze kuangalia Biblia inasemaje. Tunaamini ya kwamba Biblia ndiyo msingi wa imani, na kama kuna jambo ambalo Mungu angependa watu waweze kufanya ni kusoma maandiko matakatifu. Kwa maana Biblia ni kinga, na shetani anajua ya kwamba watu watakaposoma maandiko yatawakinga dhidi ya madanganyo ya shetani. Kipindi cha mwisho. Katika somo hili nimeweza kujitokeza nami pia niweze kutoa ushuhuda wa Biblia kulingana na madai ya nabii Dr. David Owuor, ambaye siku za mwisho hizi zetu ameonekana kuwa na mvuto mkubwa, na pia amegonga vichwa vya habari hasa katika nchi ya Kenya kwa sababu ya miujiza ambazo zimekuwa zikifanyika, na pia madai ya madaktari ambao wameonekana wakizungumza kwenye mikutano yake ya Injili. Nianze kusema ya kwamba sina chochote juu ya nabii huyo, sijui roho yake. Lakini kile ambacho nitafanya kama mtumishi wa Mungu, nitatumia maandiko bila kuingilia mtu personally. Lakini nitatumia maandiko kuweza kuangalia mafundisho yake na miujiza yake, je, yanaweza kukubalika katika maandiko haya matakatifu. Jina langu ni mchungaji Frank Onyango. Karibuni sana kwenye Present Truth Loud Cry Ministry Studio. Tunaanza hivi sasa baada ya maombi. Tunaomba. Jina lako litukuzwe, Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa nafasi ndiyo tukirimia. Tunaishi kipindi cha mwisho. Tunaingia kuchambua maandiko, tunaomba utuongoze, neema yako itufunike, kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Nataka niwakaribishe sana. Yesu alisema katika Biblia, na sio Yesu tu, mitume pamoja na wote walitahadharisha kanisa la Kristo, wale ambao walikuwa ni waanzilishi wa imani baada ya Kristo. Kanisa la kwanza liliitwa Ephesus. Ningependa niweze kukukumbusha maneno aliyonakili Yohana wa Patmo kuhusiana na kanisa la kwanza linaitwa Ephesus. Revelation chapter 2 ama Ufunuo sura yake ni ya 2. Revelation chapter 2 and verses number 1. Nataka tuanzie pale, kitabu cha Revelation ama kitabu cha Ufunuo. Wale wako na Biblia zao, tunaanza sasa. Pia tutakuwa tunachezesha video 2-3 kuweza kuangalia ushahidi zaidi, ili kwamba tusije tukaonekana sisi ni wenye hatia, bali tumeweza kuhukumu kwa haki inavyosema maandiko matakatifu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo ama Revelation chapter 2, inasema katika verse 1. Maeka? Inasema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Mkono wake wa kuume, Biblia inasema, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Mstari wa 2. Ile ni kanisa la Ephesus. Maandiko yanasema, ninayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Biblia inapongeza kanisa la kwanza kwa sababu watu waliweza kuchunguza maandiko. Mtu alipoinuka akisema ya kwamba yeye ni nabii ama ni mtumishi wa Mungu, waliweza kuchunguza. Na maandiko yanasema katika kanisa la kwanza waliweza kuwachunguza wale waliojiita manabii, na wakaona sio, Mungu akawapongeza. Kwa nini makanisa ya leo ama kanisa la leo lisije nikachunguza tena maandiko? Kwa nini leo tunakimbilia? Hata baada ya maneno ya Yesu katika Mathayo sura yake ni 24. Mathayo 24 mstari wake ni 24. Najenga tu mada, alafu ndio nianze. Yesu alitutahadharisha. Inamaanisha statements za Yesu hizi zinafaa kututahadharisha watu wa Mungu. Yesu amesema mara 2 katika Mathayo. Nataka tuende pale Matthew chapter 24. Matthew chapter 24, nitaanza mstari wake ni wa 3. Matthew 24 nitaanza verse 3. Biblia inasema, hata alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, maandiko yanasema, wanafunzi wake wakamendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Sikiliza majibu ya Yesu, nataka tu concentrate pale.
maana wanauliza kuhusu habari za siku za mwisho na ya mwisho wa dunia. Verse 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa hivyo kutakuwa na kitu kinaitwa deception. Na hii deception sio political tu. Yesu amemejor. The first deception inaitwa religious deception. Verse 5. Yesu anasema kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kwa hivyo hii ndiyo point ya kwanza. Na watu watakuja wakijiita Kristo na watawadanganya wengi. Leo tutaangalia. Ukisoma mstari wake no 24, Yesu tena anaongeza point nyingine pale akitahadharisha watu wa kanisa. Yesu anasema katika aya yake ni 24, anasema kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Sasa tunaishi kipindi ambacho ukikumbana na watu ambao wanajaribu kukosoa, ima awe ni nabii awe ni mhubiri, watu wanasema hapana, do not touch the anointed one of God. Kuna kasumba ambayo shetani ameweka watu katika mawazo ya kwamba mtu akisimama aseme yeye ni mti wa mafuta wa Mungu, sasa inamaanisha hawezi kuchunguzwa wala hawezi kuzungumziwa, kwa sababu watu wako na hofu. Wengine wanasema hata ukimzungumzia utakufa. Wacha nijenge mada yangu katika Biblia, alafu tutachezesha video ya kwanza, maana Biblia inasema tupime hizo roho, tusiamini. Wapendwa wasikilizeni, mimi nataka kuaje everybody mwenye ananifuatilia ya kwamba Mungu amesema tupime kila roho. Sio haraka kuamini kila roho. Biblia imesema. Wacha nichezeshe hii alafu ndio nianze. Na kila neno wanalolitoa, kila muujiza utapimwa kupitia maandiko matakatifu. The scriptures is our safeguard. Maandiko yatasadia kuwa kinga yetu. Kila tamko, kila andiko, kila neno watakalolizungumza, tuhakikishe ya kwamba Biblia ilivyosema, maandiko yamekuwa kinga yetu. Let the Bible be our what? Our safeguard. 1 John chapter 4 verses number 1. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 1. Ama Yohana wa kwanza 4:1. Nataka niweze kuchezesha video ya kwanza kwa sababu Mungu ameturuhusu kuweza kupima. Watu usoma Biblia kinusunusu. Mungu ameturuhusu kama wahubiri tuhukumu, lakini kwa haki. Nitakusomea. Watu ukimbia katika Mathayo 7, usihukumu, ati Mungu ndiye atahukumu. Mathayo 7, usihukumu, maana yake usizungumze vibaya ama usiongelelee watu vibaya, unawakatia shauri na hauna kitu kinaitwa evidence. Hauna haki. Biblia haijasema tusihukumu. Biblia imesema tuhukumu kwa haki. Nakusomea andiko saa hizi. Saa hizi tu, hiyo ni Methali 31:9. Lakini kwanza angalia Yohana wa kwanza 4:1 inasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo watatokea duniani. Biblia inasema tusiamini kila roho, tujaribu hizo roho. Tunapojaribu hizo roho, maana yake tunaletea watu kweli na tumeruhusiwa kuhukumu kwa haki. Wapendwa wasikilizeni, alafu tuanzishe video ya kwanza. Tunataka kuangalia miujiza. Tunataka kuangalia statements ambazo Uwori anazungumzia katika miujiza ninapoketi na kuzungumza, maana niko na video kadhaa. Na ninapochezesha video nitakuwa ninaangalia Biblia inasemaje. Okay? So unaposoma Proverbs, kwanza nijitoe kwa lawama hapa kidogo. Proverbs chapter number 31 verses number 9. Proverbs 31. Proverbs 31 ama Methali 31 mstari wake ni wa 9. Biblia inasema, fumbua kinywa chako, ufanyeje? Uhukumu kwa haki. So tumeitwa na Mungu tuhukumu, lakini kwa haki. Haki inapatikana ndani ya Biblia. Kwa hivyo unaposikia mtu anasema usihukumu, nawe usihukumiwe, ni Yesu alisema katika Mathayo 7. Lakini Yesu alikuwa anazungumza na Mafarisayo ambao hawakuwa na basis ya judgment. Wao walikuwa wanaona kana kwamba wao ni watakatifu na hawa wako katika makosa na hawatumii maandiko kuonyesha watu makosa, lakini Biblia haijawahi kusema tusihukumu. Biblia imesema tuhukumu kwa haki. Nimekutolea andiko. Sasa mpendwa,
Kwa sababu tunaambiwa tujaribu kila roho, na ni vizuri kama watu wa Mungu tuweze kuelewa ya kwamba Mungu ameturuhusu tuweze kujaribu watu. Tusiamini kila roho, bali tujaribu hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, jambo la kwanza. Na jambo la pili, unapoangalia video hizi ambazo ziko hapa, nitaanza na pengine ya kwanza. Nataka kuangalia katika Biblia, maana si video za sasa, ni video za zamani. Tunaanza na zamani kabla tujafika kwa sasa. Tunaangalia kulingana na Biblia. Biblia inasemaje na nabii anasemaje? Kumbuka tunaambiwa tupime kila neno, kila andiko, kila miujiza tunapima na Biblia. Na Biblia hii imeandikwa na manabii waliotangulia kama kina Yeremia, Amosi, Habakuki na wengine. Naona? Okay? Wale manabii waliotangulia kuna yale ambayo waliandika na kusema, na kama kutaibuka nabii leo kuna yale ambayo yanazungumza, lazima tulinganishe manabii wa zamani walisemaje na nabii wa leo anasemaje. Kama maneno yao yanagongana, basi tunajua ya kwamba hapa kuna sarakasi. Naona? Haya, tuanze kusikiliza video ya kwanza. God is never irrelevant. He cannot send me and then you say no, me I will enter without him. Did you understand that part? Yes. Now this is confusion in the church. God is never irrelevant. He cannot send me and then you say no, me I will enter without him. Did you understand that part? Yes. Now this is a very critical part. Exactly. Meaning you can never ever ignore the prophet of the Lord. Exactly. Did you understand me? Exactly. So you cannot say, no, I want to go to him direct. You would endeavor to find out what message has he brought. Nabii anasema jambo la kwanza, na hiyo video ni ya zamani, anasema ya kwamba hamwezi kuingia bila yeye. Mungu amemtuma yeye. In fact, nabii huyu amemuondoa Yesu, amejiweka hapo. He is the mediator. Anasema yeye ndiye anazungumza na Mungu. Ni nani wanaingia? Anasema ya kwamba huwezi kuingia mbinguni bila yeye. Nisaidie Yohana 14 mstari wake ni wa 6 kwanza. Ni nani ambaye tunafaa kumwamini ya kwamba hatuwezi kuingia mbinguni isipokuwa yeye? Maana nabii anasema ni yeye. Amekondoa macho kweli kweli. Anasema ya kwamba huwezi kuingia mbinguni isipokuwa uamini nabii. Unaona leo watu wengi ni heri wafie hata barabarani, hata popote pale, ila wasitoke katika mpango wa nabii. Sababu nabii amesema ni yeye, Mungu amemtuma ni yeye. Lazima dunia yote muamini ni yeye ndiye njia. Yesu anasema John 14 and verses number 6. Inasema Yesu, John chapter 14 verse 6 inasema Yesu akajibu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi, sio kwa njia ya nabii. Manabii waliinuliwa kuonya watu katika Agano la Kale. In fact, Yesu ndiye njia. Katika Agano Jipya tunaona kanisa la kwanza wakati Yesu amepaa mbinguni. Kanisa la kwanza linakuwa na karama za manabii kwa muda. Kanisa hilo la kwanza linakuwa na karama za manabii, inaitwa prophetic gift. Lakini tunapokaribia mwisho wa siku hizi, Biblia inasema katika Waebrania sura yake ni ya kwanza, aya yake ni ya kwanza. Hebrews chapter 1 verse 1. Hebrews chapter 1 verse 1. Kwa hivyo Yesu ndiye njia, kweli na uzima, si nabii. Mtu haji kwa Baba ila kwa Yesu, sio nabii. Uwori, hapana, Biblia haijafundisha hivyo. Ukisoma Waebrania 1:1 inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi, leo tuko 2026, amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Hati leo Mungu anasema na watu kupitia nani? Kupitia mwanawe. Mwanawe ni neno. Inamaanisha ya kwamba neno hili tunapolisoma na kuomba, Mungu anaweza kumsikiliza mtu yeyote. Kipindi cha mwisho inatupaswa tu sisi kukikaribia kiti cha neema, kama vile ambavyo kitabu cha Waebrania kinavyosema. Sihitaji nabii azungumze na Mungu leo ili aniletee ujumbe wa Mungu. Ninahitaji kuingia katika pazia kwa njia ya imani, maana Yesu ameingia pale ili aombe kwa niaba yangu. Na Biblia imesema katika Waebrania
sura yake ni ya 7, mstari wake ni 25. Hebrews chapter 7 and verses number 25. Hebrews chapter 7 and verses number 25. Tunaenda polepole. Inasema hivi. Hebrews 7:25 inasema, naye kwa sababu hii, huyu ni Yesu, aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, sio nabii, kwa yeye Yesu, maana yu hai siku zote ili awaombe. Kwa hivyo tunaenda kwa Mungu kupitia yeye, maana anatuombea siku zote. Sijui kama mnapata hapo. Kwa hivyo sihitaji nabii aongee na Mungu aniletee ripoti. Hapana. Ninahitaji kuenda kwa kiti cha enzi cha Mungu, ninapiga magoti, ninaomba, Mungu atanijibu. Hiyo ndio imani tunahitaji kipindi cha mwisho. Sasa nataka tupige hatua. Nabii anasema ni yeye amemuondoa Yesu. Na hii ndiyo hatari iliyo kubwa zaidi, kwa sababu watu wengi wameingia katika uongo huo. Baada ya kumuondoa Yesu, sikiliza, baada ya kufanyeje? Baada ya kumuondoa Yesu, ameenda katika, na hizi ni video za kitambo, alimuondoa Yesu akajiweka hapo. Alipojiweka hapo, akatoa video nyingine, akasema ya kwamba yeye na Mungu Baba peke yao. Watu wangapi? Wawili. Amemuondoa Yesu. Anasema yeye na Yesu na Mungu Baba peke yao wawili ndio wako na siku ya Yesu kurudi. Kwa hivyo ameondoa Yesu. Sikiliza anavyosema nabii. That by showing me the vision of the midnight clock, let me explain something here. Nobody knows the day or the hour. So there is no formula I can use today. There is no formula I can use to translate for you what 1 minute in heaven, in the Father, on the Father's clock. And remember, only the Father knows the time, not even the Messiah, not even the angels, only the Father and his prophet, only the two. Because the prophet must announce it. Umesikia? It is only the Father and the prophet, not even the Messiah. It is the Father and the prophet. Amejiweka hapo. Kwa hivyo ni yeye na Baba. Hao watu wangapi ndio unajua ile siku Yesu atakuja? Ni wawili. Lakini Biblia inasema katika Mathayo 24:36. Matthew 24 verses number 36. Kila neno litapimwa na maandiko, kando na miujiza. Unajua watu wanakimbilia miujiza. Nitakuonyesha kitu saizi. Tunakuja kwa miujiza. Miujiza isikutishe. Kwanza tuanzene na maneno yake kwanza, alafu ndio tukuje kwa miujiza. Tunapima maneno yake na kweli. Miujiza nitakuonyesha hata kule Misri wale ambao wanaitwa wachawi na waganga walifanya miujiza. Nitakuonyesha. Hii nimesema kitabu gani? Matthew 24 verses 36. Matthew chapter 24 and verses number 36. Inasema walakini habari za siku ile na saa ile hakuna mtu ajuaye. Kiingereza inasema knoweth no man. Man, sasa uwori sijui kama ni man, yeye atatuambia baadaye. Knoweth no man, hakuna mtu ajuaye. Hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Baba peke yake. Sasa huyu ameweka kiti yake karibu na Baba, anasema ni watu wawili wanajua. Na ndio naona Biblia ikasema pimeni maneno yao. Imenikumbusha andiko la Deuteronomy chapter 13. Twende Deuteronomy 13 nikuonyeshe. Deuteronomy 13 imenikumbusha Kumbukumbu la Torati 13. Kumbukumbu la Torati 13 inasema, mstari wa kwanza ikiendelea inasema, ukizuka katikati yako nabii au muotaji wa ndoto, akikutolea ishara na maajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyoijua tukaitumikie hiyo. Verse 3. Wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule muotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa moyo wenu wote na roho zenu zote. Kwa hivyo hata nabii akifanya ishara na miujiza, Mungu anasema waacha mbio yako, pima maneno yake. Pima ujumbe alio nao, kwa sababu Mungu na shetani wote wana miujiza na ishara. Taangalia miujiza anayoifanya. Taangalia sasa hivi. Lakini unapoangalia pale unakuta ya kwamba kwanza maneno yake yako kinyume cha manabii waliotangulia. Maneno yake iko kinyume cha Biblia. Ndio unaona Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 14.
1 Corinthians chapter 14 and verses number 32. Ni 32. Acha niangalie pale 1 Corinthians. Ili ni andiko nzuri, alafu ndio tuingie kwenye video nyingine. Yes, 1 Corinthians chapter 14 verse 32. Inasema, na roho za manabii huwatii manabii. Usitoe. And the spirits of the prophets are subject unto the prophets. Manabii hawagongani. Manabii hawaleti jumbe ambazo zimegongana na kupishana. Maandiko yanasema roho za manabii huwatii manabii. Na kama roho za manabii huwatii manabii, manabii wote walinyenyekea wakajua kwamba Yehova ni Mungu mkuu. Naona? Sasa kuna nabii ambaye aliinuka na Yesu anasema ya kwamba watatokea makristo wa uongo. Inamaanisha wanajifananisha na Kristo. Wanajifananisha na Yesu. Unaona, anaitwa the mightiest prophet, the mighty prophet of God. The mighty prophet. Katika Biblia kuna mighty prophet mmoja peke yake. Wacha nikusaidie kidogo. Ni mmoja. Ni mmoja peke yake, kitabu cha Luke. Luke chapter 20. Luke chapter 24. Kuna the mighty prophet na ni mmoja katika Biblia, verse 19. Luke chapter 24 and verses number 19. Inasema, akawauliza, mambo gani? Yesu anawauliza. Wakamwambia mambo ya Yesu ya Nazareti. Watu wanaulizwa kuhusu Yesu. Sasa watu wanawajibu wale Mafarisayo habari za mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Kiingereza inasemaje? And he said, ni verse 19, And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. So there was only one mighty prophet in deed, na ni Yesu. So Yesu anaposema watatokea makristo wa uongo, ni kweli. Sababu kuna watu ambao watajiitanisha na watatafuta sifa ambazo Yesu alikuwa nazo. Na ndio unaona katika hizi video nasema ya kwamba yeye anajua ile siku Yesu atarudi. Nasema ya kwamba Mungu ashamuonyesha vile tarumbeta itakavyolia. Anasema ya kwamba Mungu Baba katika ndoto huwa anamwambia Dr. Owori, Bwana wangu. Mungu Baba anamuita. Mungu Baba katika ndoto. Owori anasema akiwa amelala. Na sasa wacha nichezeshe moja alafu ndio tuingie kwa miujiza. Sasa tuanze kupima na Biblia basi. Owori anasema yeye akiwa amelala usingizi, Mungu Baba huwa anamuita nabii my Lord. Amemshusha Mungu. Unaona? Amemshusha Mungu kiasi cha kidogo. Amemshusha Mungu kiasi. Unaona? Kiasi chake. Sikiliza katika video hii. I wanted you to meet the mighty prophet of the Lord. Nilitaka mkutane na nabii mkubwa wa Bwana. And when the Lord comes to speak with him, na wakati anapokuja kunena naye, Bwana anakuja kunena naye. Karibu ni kuchape na microphone. When the Lord comes to speak with him, wakati Bwana anakuja kunena naye, the Father, Baba, in the dream, katika ndoto, when he comes to him, anapokuja kwake, he always calls him, kila wakati wanamuita, he calls him my Lord. Anasema Bwana wangu, my Lord, Bwana wangu. Look what they have done. Tazama kile ambacho wamefanya. Upuzi kando. Upuzi kando. Upuzi kando. Did you hear what I told you today? Je, ulisikia kile nilikuambia leo? Yeah. Did you understand? Je, ulielewa? Okay. Sawa. And then he comes and he stands and looks at him from a distance. Alafu anakuja na anasimama na muangalia kwa umbali. Then he says, kisha anasema, this is the most powerful prophet that I have ever sent. Huyu ndiye nabii wa nguvu zaidi ambaye nimewahi kumtuma. Today I have told you. Leo hii nimewaambia. Things are happening. Mambo yanatendeka. Things are there. Naona?
Mwana vile anasema ya kwamba katika ndoto Mungu Baba huwa anateremka kwanza kumsii nabii, na Mungu Baba anamuita nabii my Lord. Sasa kama Mungu Baba anamuita nabii my Lord, na maana nabii ndiye mkubwa kuliko Mungu Baba kwa kifupi. Na anasema vizuri ya kwamba yeye anakuwa referred to na Mungu as my Lord, yani Bwana wangu. Inamaanisha dunia imefika hapo. Na Mungu anasema katika Biblia, na Biblia imetuonya, Biblia haijatuonya sasa. Biblia ilituonya zamani, Biblia inaendelea kutuonya. Nataka niingie kwenye miujiza yake tuanze kupima tuangalie. Biblia ilituonya. Inamaanisha mwanadamu anaweza kusema Mungu ni mdogo kuliko yeye. Na maandiko yakatuonya. Wa Thessalonike wa pili, 2 Thessalonians chapter 2, anzia mstari wake ni wa 9. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2 and verses number, nimesema verses ngapi? Verses 9 Inasema yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani. Nataka kuanza sasa. Kwa uweza wote na ishara na maajabu za nini? Za uongo. Wow. Kwa wale wanaofanya nini? Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Sikiliza. Kwa sababu hawakukubali kuipenda iliyo kweli, wapate kuokolewa. Hivyo Mungu ufanyeje? Awaletea nguvu ya upotevu ili wafanye nini? Waamini uongo. Biblia inasema watu wataamini uongo. Yesu akasema watawadanganya hata yamkini walio wateule. Kwa hivyo watafanya miujiza na ishara sawa. Lakini miujiza zao na ishara zao tukitaka kujua si za kweli, mimi nitatumia tu Biblia. Sitatoka nje ya Biblia, tafadhali Mungu anisaidie. The Bible is to be our foundation. Tunaishi kipindi ambacho watu wanajazana kuangalia miujiza, hawafuati maandiko, hawataki kujua maandiko yanasemaje. Niko na video kadhaa. Nataka nikuonyeshe, jameni, rafiki yangu sikiliza. Juu kama hiyo WhatsApp itafungua. Sikilizeni. Nataka tuangalie. Maana kuna vile Yesu aliponya na mitume waliponya, na kuna vile manabii wa leo wanaponya na watu wanafunikwa na wingu la giza. Open. Hawataki kuangalia kwa haraka. Okay? Watu hawataki kuchunguza. Tutaenda polepole. Nataka nianze have you seen let me. Nataka tuweze kuangalia. Seen it? Nataka tuweze kuangalia. Kidogo. Nataka tuanze na ya kwanza, just relax Relax. Ndio lazima tuweke zile video za kwanza 2, 3 hivi. Hizi video ni muhimu sana watu waweze kuziangalia. Unaona? Maana tusipozichezesha hii. Nataka. Zana hiyo. Na Biblia inasema katika Wathesalonike wa kwanza, unaposoma Biblia kwingine inaposema jaribuni kila neno, shikeni lililo jema. Tusijaribu tu. Nataka kuangalia watu wa Biblia waliponaje na watu leo katika mikutano ya manabii wanaponaje. Tutachukua hata mifano ya manabii katika Biblia na mitume waliponyaje watu. Hapa ndio tunaanza kuona tofauti. Kumbuka maandiko yanasema katika Revelation 16 verse 13. Hebu weka kwanza hiyo. Najua tunaishi kipindi cha mwisho. Revelation 16 verses number 13. Revelation chapter 16, Ufunuo 16 mstari wake na 13. Inasema hivi. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura. Chura ni mmoja, wakiwa wengi ni vyura, wanarukaruka. Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Shetani ametoa mapepo zake duniani kipindi cha mwisho. Na katika kinywa cha yule mnyama, the beast power of Revelation 13. Na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Tusome pamoja. Verse 14 inasemaje? Na usitoe kwa screen. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote kwa kusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tulia. Usitoe kwa screen. Biblia inasema kipindi cha mwisho
Hizi ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Kwa hivyo lazima tuweze kuangalia hili jambo kwa undani. We should not guess. Mungu hajatuita tufanye guesswork. Ametuita tuangalie, kwa sababu duniani kutakuwa na roho za mashetani. Sawa? Sasa ingiza hiyo video ya kwanza tuweze kuangalia miujiza zinazofanyika ni vipi. Nataka kutofautisha sasa miujiza ambayo Mungu alifanya kupitia manabii na mitume na miujiza ambazo zinafanyika kipindi cha mwisho. Tunataka kutofautisha katika video hizi na tutatumia maandiko. Mungu atusaidie. Sawa? Tayari? Haya, tuende. Chilia. Kiwete amesimama. Kiwete amesimama. This is tremendous. Hii ni ajabu. Now you can see. Sasa unaweza kuona. Ikiwa Christian television, ikiwa utatazama runinga za Kikristo, na wanakuambia that this group of rock, ya kwamba huyu kiwete ametembea. Now you know how the group of rock. Sasa unajua jinsi kiwete anatembea. Unasikia? Watu wamejaa wanashangilia, wanasema kiwete ametembea. Nikuulize wewe, ukiangalia hiyo video, huyo jamaa ametembea? Petro angekuwa hai aende kwa hiyo crusade, aangalie kiwete akitembea. Unataka kuniambia Petro angekubaliana na hiyo maneno? Alafu nitakuletea video nikuonyeshe hao watu wanasema wanatembea hawa. Baadaye wanarudi wanatumia scratches na kuna mwingine nitakuwekea saa hizi. Alikuwa hivyo na hata alijifanya ametembea. Saa hii miguu imevimba, akafanyiwa surgery, ikabidi tena amerudishiwa scratches. Nakuonyesha saa hizi si kesho, saa hii. Lakini swali, maana wanasema huyo kiwete ametembea, na usisahau huyu ni scientist. Huyu ni mtu ambaye is educated, ni mtu msomi. Kwa hivyo anatumia psychology, Yes. Psychology, sound. Anatumia saikolojia. Nitakuonyesha vile anatumia saikolojia. Saa hii anatumia trick ya psychology, kucheza na psychology ya watu. Kiwete ametembea. Hebu tuingie kwa Biblia tuone vile kiwete alitembea. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 3. Tunaangalia vile ambavyo miujiza ilifanyika katika Biblia, kiwete akatembea, na tunaangalia vile kiwete anatembea leo. Wewe hata daktari akipelekewa huyo kiwete, daktari atasema huyo kiwete ametembea. Alafu baadaye anaenda kujiangusha pale chini. Ati ashatembea. Yesu aliponya kiwete, alikuwa anajibehave hivyo. Kiwete walioponywa na Yesu, kiwete walioponywa na mitume walitembea very straight, na tena wakarukaruka. Hawakuwa wanatembea hivi wakifanya hivi miguu vile ambavyo umeona hiyo. Hapo kuna ujanja wa shetani. Sikilizeni Matendo ya Mitume sura yake ni ya 3. Acts chapter 3, nikutolee mfano wa kiwete aliyetembea katika Biblia. Alafu niambie ni roho yupi aliponya kiwete wakati wa Petro, na ni roho yupi anadai kuponya huyu kiwete ambaye anatembea kidogo. Alafu kwa sababu mkutano ni mkubwa, ataambiwa kaa pale kando, hiyo miguu itapata nguvu baadaye. Wewe kaa tu kwa mkutano. Mkutano ikiisha, mguu itakuwa na nguvu. Nitakuonyesha mwingine ambaye aliambiwa hivyo na mpaka leo wako kwa scratches. Sikiliza Matendo ya Mitume 3 inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete, si ndio huyu, toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika malango ya hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu, si ndio hiyo? Verse 3. Mtu huyo akaona Petro na Yohana akiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka, na Petro akamkazia macho. Verse 4. Pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Verse 5. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Verse 6. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitaka nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Verse 7. Akamshika mkono na wa kuume akamuinua. Sikilizeni wewe, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kuenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Verse 9. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa kiketi akiomba sadaka penye mlango. Naona
Huyu kiwete aliyoponywa na Petro alisimama wima. Si ati alikuwa anajaribu ati jaribu. Nitakuonyesha mwingine wa macho. Kando, kabla ya huyo wa macho, turudi kwa Yesu. Yesu aliponyaje viwete? Viwete walikuwa naenda aje? Tuende nikuonyeshe Yohana. Nimesoma kitabu cha John. Yani kuonyesha. Nimesoma kitabu gani? Ama Luke chapter 13 verse 10. Luke 13 ama Luka 13. Luke chapter 13. Hapo unasikia wanasema wewe kaa hapo kando, miguu itaendelea kupata nguvu. Wakati mitume waliponya mtu alipata nguvu hapo na alisimama straight. Hata macho. Hakuna kitu kama kujaribu. Ati unaanza kujaribu kama unaona, hapana. No. Nimesema Luke 13 verse 11 inasema, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo dhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Angalia verse 13. Luke 13 verse 13. Akaweka mikono yake juu yake naye akanyooka mara hiyo. Si ati alikuwa anajaribu kunyooka. Tembea kidogo tukuone. Tembea kidogo. Luke 13. Hebu weka verses number 13. Luke 13 verse 13 inasema, akaweka mikono yake juu yake naye akanyooka mara hiyo. Si ati alikuwa anajaribu kuinuka. Jaribu kidogo, utakaa pale kando, utanyooka baadaye. Akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Naona? Alinyooka mpaka mkuu wa sinagogi. Hawakwenda kuadvertise kwa mkuu wa sinagogi ati kuja uone. Huyo mama alienda na alionekana amesimama straight. Viwete walitembea. Ilikuwa real miracle. Sio hizi za testing ati tujaribu tuone, maana shetani ni mjinga. Siku zote anajaribu kuiga lakini hafanikiwi. Unaona? Anajaribu jaribu. Hata huyo mwenye anatembea hapo, hebu rudisha hiyo video. Huyo mwenye anatembea hapo kwa stage huyo. Wewe unaona ni kana kwamba ametembea? Yes. Tazama runinga za Kikristo. Na wanakuambia ya kwamba huyu kiwete ametembea. Now you know how the people sasa unajua jinsi kiwete anatembea. Wale ambao hawajawahi kutembea. Sio ndio Kristo TV. Ile mnachoona katika runinga za Kikristo. Ni uongo. Ameulizwa, umetembea leo? Amesema nini? Sijatembea leo. Rudisha watu wasikie. Sikiliza, mtoto anasema yeye hajatembea. Umesikia? Sema mimi sijatembea leo. Huyu mtoto kuna mambo mawili hapo. Aidha ni mtoto hajawahi kuwa kiwete na yeye anataka kuongea ukweli, aseme mimi sijatembea leo, nilianza kutembea zamani. Sijui kama unasikia huyo mtoto anaulizwa na nabii, umetembea leo? Na yeye anasema sijatembea leo. Sitaki mimi niwekelee mtu. Sikilizeni huyo mtoto. Rudisha tena hapo nyuma kidogo watu wasikilize. Anasemaje? Umetembea leo? Mtoto anasemaje? Sijatembea leo. Alafu sasa anatumia psychology ili amforce kukubali. Baadaye mtoto anakubali, anasema vile nabii anasema. Unajua watoto huwa wanachanganyikiwa. Huenda atakumbuka, haya kumbe tulikuwa kwa acting. Haya nimekosea. Alafu atajitune. Sasa ataanza achilia uone, amejitune. Angalia. Na acha I thank the Lord that the Lord has touched me today. I thank the Lord for the fire for me. I'm a
Unaona, baadaye anakuja kubadilisha statement. Mara ya kwanza akiulizwa umetembea leo, anasema hapana, sijatembea leo. Mambo ni mawili. Ima hajawahi kuingia kwenye hiyo stage managing, alikuwa trained mahali vile atakavyosema. Sasa kufika pale akachanganyikiwa, akatoa statement ya kwanza hajatembea leo. Akakumbuka, ala, kumbe niliambiwa niseme hivi. Akarudi akabadilisha the whole story. Yaani Mungu ni mwaminifu. Wakati unafanya stage managing ya mambo yako, wakati mwingine unaanguka mtihani, Mungu anakuaibisha, alafu baadaye unarudi. Hayo mambo yanafanyika hivi ili kwamba watu waweze kuelewa ni kitu gani kinafanyika. Ndio unaona hata jinsi wanavyotembea, si kwamba ni uponyaji, hapana. Maana kama ni uponyaji wa Mungu, mtu alikuwa anasimama na anatembea akiwa amejinyoosha na anainua mikono. Wacha nikupeleka kwa wengine wenye kudai wanaona macho. Kuna wale wanasema sisi tumeona. Nataka nikuonyeshe kitu. Biblia inasema tusiamini kila roho. Na kabla sijaenda kwa video hii, hebu enda Exodus chapter 8. Nikuonyeshe. Exodus ama kitabu cha Kutoka, nikuonyeshe kitu. Exodus chapter number 10. Ngoja, Exodus, sorry. Kidogo tu. Hebu tuende kitabu cha Exodus. Ilikuwa Genesis. Exodus chapter number 10. Ni 10 kweli. Nataka nikuonyeshe. Angalia hapa. Ndio hiyo. Exodus chapter 7, rudi nyuma. Kutoka 7 mstari wake ni wa 8. Kutoka 7 mstari wake ni wa 8. Exodus chapter 7. Exodus chapter 7 verse 8 inasema, Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuambia jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Verse 10. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Alia verse 11. Ndani shetani ni mjinga. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili. Akaita nani? Akaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Shetani anaiga Mungu. Unaona? Verse 12. Walifanya nini katika verse 12? Maweka. Angalia. Wakafanya vivyo hivyo kwa uganga wao. Verse 12 inasema, wakavibwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka. Lakini fimbo ya Haroni ikakimeza fimbo zao. Moyo wa Farao ukawa mgumu zaidi. Mungu alifanya miujiza, shetani naye akaiga kufanya miujiza, lakini Mungu alitawala kwa sababu muujiza wa Mungu uliweza kuondoa miujiza za uongo. Kwa hivyo siku zote katika Biblia kuna miujiza ambayo Mungu alifanya, na Biblia imeandikwa ili tuweze kuangalia, tuweze kupima na kujua ya kwamba kwanza maneno yao ni ya uongo, mafundisho yao ni ya uongo kinyume cha Biblia. Alafu shetani amewapatia miujiza na ishara. Na kama siyo shetani, sikiliza, watu wanakuja kufanya stage managing. Wacha tuende kwa ishara za kuona na macho. Sikiliza, nataka nikuchezea haraka ndio nikupatie testimony ya madam mmoja ambaye iko kwa YouTube kila mahali, usikie vile anasema. Huyo alikuwa ni kiwete kwa kutoka wakati alipozaliwa. Kuna mama mmoja ambaye ndio hii, yule wa kuona na macho. Yule wa kuona na macho. Okay? Alafu tuangalie Biblia inasemaje. Kuna mama mmoja kule India alidai ya kwamba yeye ameweza kuponywa. Nataka tuweze kuangalia katika video hii, na tunapoangalia video hii nataka uweze kuangalia vizuri. Nataka tuweze kuiangalia vizuri. Okay.
Okay? Aya, achilia. She could not see, but now she can Now see she properly. can see, my Lord. Look at the eye. Somebody look at the eye. Touch my Chele nose. lahat lawa. My Tension. nose. Sitoe. Nasema somebody look at the eye. Hiyo eye iko hapo hiyo. Sasa wanasema ya kwamba huyu hakuwa naona. Kwa sababu hakuwa naona, sasa ameona. Nataka tuangalie vizuri. Wanasema ameona, sasa ni miujiza imefanyika, sasa anaona. Mbona huyu Mungu ambaye anadai kuponya watu waone na Mungu wa Biblia waliponya tofauti? Mbona tunaposoma Biblia tunaona mtu aliponywa na macho yake yakakuwa clear mara moja na akaenda akirukaruka? Kwa nini hawa ambao tunaonyeshwa wameona, kwa nini macho yao yameziba? Kwa nini macho yao yanafunguka taratibu na wanaambiwa baadaye wakakae na hapo kando ili macho iendelee kufunguka zaidi? Kwa nini katika Biblia? Ngoja mimi nauliza watu. Kwa nini katika Biblia hatuoni mambo kama hayo? Kwa nini Yesu akiponya kipofu tunaona macho yanafunguka mara moja? Kwa nini mitume wakiponya tunaona macho ya vipofu yanafunguka mara moja? Kwa nini nabii wakiponya unaona macho yanafunguka pole pole tu, unaambiwa bado ndiye anajizoesha kuangalia nuru? Hapo kuna mambo mawili. Ya kwanza, hawa jamaa hawajawahi kuona na hakuna mahali wataona. Ya pili, wanafanya kitu kinaitwa stage managing. Stage managing inamaanisha macho lazima ifunguke pole pole, si mara moja, pole pole, alafu watu wanachezewa psychology. Nitakuonyesha vile anafanya psychology kwa watu. Nitakuonyesha saa hii kwa hii video. Ndio nikusomee Bartimayo vile aliona akarukaruka. Okay? Umesoma kisha cha Bartimayo? Wewe kusoma? Bartimayo alipoona macho yake ilifunguka mara moja. Ilipofunguka mara moja, si kama huyu. Yeye alienda akaruka mara moja. Katika Marko sura yake ni ya 10. Hebu weka hiyo video, tutaichezeshea kutoka hapo Hebu weka Mark chapter 10 verse 46. Mark chapter 10 inasema 46, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Verse 50. Akatupa vazi lake, akarukaruka akimwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Verse 51 hiyo. Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Angalia 52. Ndio tuchezeshe video. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Mara akapata kuona. Sio mara akaanza kufunguka macho kidogo, ikiendelea kidogo. Achilia ile video. Ati inafunguka kidogo. Sikieni hapa. Eye. Somebody look at the eye. Touch my nose. My nose. Unasikia hapo? Alafu nabii, hapa ndio kuna psychology na hapa nataka watu waangalie. Nabii anasema touch my nose, alafu anamkaribia hivi. Anamkaribia, ahakikisha kwamba sauti yake inafika kwa masikio. Mtu yeyote akikaa mbele ya mtu amefunga macho na aongee kwa sauti, masikio inajua huyu jamaa kwa hapa mbele yangu. Na once ameguza mdomo, mtu yeyote anajua, hata kipofu, mapua iko juu ya mdomo. Kwa hivyo inaitwa saikolojia, anacheza na saikolojia ya watu. Anahakikisha kwamba amekuja karibu na kipofu na anamwambia touch my nose. Anajua ya kwamba sauti yake imeingia kwa masikio ya kipofu. Hebu rudisha nyuma kidogo hapo kwa touch my nose. Psychology. Touch my nose. My nose. Tension akal hath lawa. My nose. Hallelujah! Hallelujah! Anaanza kuguza watu. Thank you, Jesus. Si ameanza na beards Nikuulize, kama anajua mahali nose iko, maana kwa nini alianza kutouch beards?
kwa maana anakuwa directed na sauti ya mdomo. Kwa hivyo lazima kwanza angetrace mahali mdomo iko, bila aliguza beard akajua nose iko hapa juu. Maana huyu nabii ana shout na ako karibu na kipofu. Huyo mama haoni. Hebu rudisha nyuma kidogo. Kala hath lawa. My nose. Hallelujah. Unaona? Alianza kuguza mashavu, akaona hili mashavu. Mtu yoyote, hata wewe ukifunga macho saa hizi, ukae mbele yangu. Na mimi niwe na mandevu nikuje hapo karibu na wewe nikwambia touch my nose. Si umesikia sauti ikikwambia? Hata ukinyosha mkono yako, uguze mashavu yangu, si utajua hiyo ni ndevu. The next thing, hata kama wewe ni kipofu, utajua tu mahali mapua iko. So hiyo inaitwa psychology tricks. Na ameweka watu wa kushout. Hallelujah, ameona. Ameona ama amesikia sauti ya nabii ikimwambia. Maana nabii ako karibu na yeye, inaitwa psychology. These are called tricks. Huyo mama haoni kitu. Hakuna kitu anaona hapo. Those are called tricks. Naona? Hizo zinaitwa tricks ambazo wanatumia. Biblia inasema watawadanganya wengi. Watu walikuwa wanasema kama anaponya vipofu, mbona asiende Kenyatta National Hospital? Mbona asione Kikuyu hospitali ya the blind? Si wako huko wamejaa. Mbona wakuje? Mbona manabii wanaita watu wakuje kwa viwanja ambao ni vipofu na viwete wakati Yesu alitembea huko? Why? Why? Hebu soma Mathayo. Mathayo sura yake ni ya 4 mstari wake ni 24. Mathayo sura yake ni ya 4. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Kwa nini wakuje mahali ambapo kunafanyika mkutano? Kwa nini yeye asiende mahali vipofu wako, wale ambao hawajawahi kujulikana? Kwa nini waletwe kwenye jukwaa? Mimi nafikiria nabii anaenda mahali vipofu wako. Akiingia katika nchi ya Kenya, vipofu wamejaa Mathare, vipofu wamejaa kila mahali. Anafaa kutoka aseme mimi naenda kwa wale vipofu ambao watu. Mbona wale vipofu ambao wanadaiwa wamepona ni vipofu ambao wameletwa kwenye jukwaa? Mbona si wale vipofu ambao tunajua kwenye mitaa? Why? Kidogo na kuonyesha sasa hivi. Nasema kitabu gani? Inasema ama ni John ama ni Matthew? Inasema John chapter 4, sorry. Matthew, sorry. Matthew 4:23. Iko hapo juu. Matthew chapter 4 verse 23 inasema habari za Yesu. Inasema naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Ni watu walikuwa wanakuja wanapanda gari wanakuja kwake, ama ni yeye alikuwa anazunguka akienda kuwatafuta wagonjwa na vipofu na vilema? Bila shaka Yesu alikuwa anaenda kutafuta vilema na vipofu. Yeye ndiye alienda kwao. Lakini kipindi cha mwisho inakuwa ni opposite. Nabii ni nabii ambaye ni tajiri. Ako la walinzi. Motorcades ambazo zinaingia. Ukiangalia maisha ya manabii, juzi nilipatia mtu challenge nikamwambia fanya hivi rafiki yangu. Nitafutie nabii mmoja katika Biblia ama mitume waliofanya miujiza. Nitafutie mmoja ambaye alilindwa na serikali za dunia. Nitafutie mmoja katika Biblia ambaye Mungu alifanya mkataba na serikali za dunia ziweze kumlindia nabii. Tafuta kwa hii Biblia. Tafuta ima ni mitume ama manabii, Elia, Yeremia, Habakuki, Mika. Tafuta mmoja. Manabii wote walikuwa maadui wa serikali zilizokuwepo. Yohana alikatwa shingo. Yesu akasulubiwa. Na Yesu akasema nabii hakubaliki nchini kwao. Manabii wa siku za mwisho wamepewa protection na the state. Church and state, serikali na kanisa zimeungana. Security inatoka duniani, wakati Biblia inasema manabii wa Mungu wanalindwa na malaika zake. Wacha niwaonyeshe. Hili jambo liko na mambo mengi. Liko na different dimensions. Iko na dimensions nyingi. Iko na dimensions nyingi rafiki yangu, sikiliza. Huyo mama haoni. Hakuna muujiza umefanyika hapo. Na huo ndio ukweli wa mama. Watu wanafikiria kwamba kuna muujiza umefanyika. Si kweli. Si kweli rafiki zangu. Si kweli. Si kweli. Si kweli kabisa. Maandiko yametangulia kutuambia ya kwamba msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwamba zimetokana na Mungu.
kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea dunia. Kuna kamoja hapa nataka niwaeke. Twende kwa ingine. Najaribu kukuambia ya kwamba vile ambavyo viwete wanatembea hapa na vile ambavyo viwete walitembea kwa Biblia ni tofauti. Very different. Wenda usiamini kwa haraka, lakini sikiliza. Kwa nini katika mikutano ya Dr. Uhuru watu wanakufa? Hata hiyo ya juzi ya Nakuru, watu wamefichwa, wamekufa, wanafichwa. Why? Na ni vitu ambavyo viko kwenye public domain. Kwa nini watu hawaoni ya kwamba hapa kuna maneno? Kaka hiyo, naweza download pole iweke. Kwa nini watu wasikae katika maandiko? Kipindi cha mwisho Yohana Mbatizaji was a great prophet. Alikuwa ni nabii mkubwa. Alikuwa ni nabii mkubwa. Ilifika wakati ambapo mitume wa Yesu walianza kuchanganyikiwa. Walianza kuchanganyikiwa, wanasema, mbona huyu Yohana Mbatizaji ni tofauti na Yesu? Unajua iliwachanganya, ilibidi Yesu aweke mambo hayo kwa uwazi. Umeona? Nataka uangalie vile watu wanadai kupona. Angalia hiyo. After healing. Before healing. Alivyoamka, angalia vile anavyotembea. Na uangalie vile ambavyo watu walipona katika Biblia na vile watu wa Biblia walitembea. Na uangalie vile hawa viwete wanatembea eti wamepona. It is totally different. Hawa watu wamefanya kitu kinaitwa stage managing. Lazima asimame pole, miguu bado inaenda hivi kando. Hata ukiangalia hiyo video imeisha kweli. Ukiangalia hiyo video, ichezeshe tena, angalia. Before healing. Angalia huyo kiwete. Angalia huyo kiwete anadai kuwa anatembea. Wewe unaona miguu zake ziko straight kama za Batimayo. Unaona huyu kiwete na ule kiwete ambaye aliponywa na Petro. Wewe unaona wanafanana? Maana ule aliyeponywa na Petro alisimama akarukaruka akienda. Lakini hapa mtu anasimama polepole akijaribu, bado miguu inagongana, magoti bado zinagongana. Unaona? Inamaanisha hapo kuna kitu ambacho kinafanyika. Kitu ambacho kinafanyika hapa ni ya kwamba watu wanafungwa macho. Watu wanafungwa macho. Vipofu wanaona kwa njia za ajabu ajabu, wanadai kuona. Kudai ni madai. Na kama unadhani na kudanganya, sasa nataka tusikilize. Sikiliza, hii Biblia iko na ukweli mwingi rafiki zangu. Unaona maandiko yanasema lazima turudi katika Biblia. Ukisoma 1 Kings chapter 22 verse 22. 1 Kings, yani Wafalme wa kwanza. 1 Kings chapter 22, nataka nikumbushe maneno fulani, alafu ndio tuingie kwenye sehemu nyingine. 1 Kings chapter 22 and verses number 22. Ibilisi anaulizwa na Mungu. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo. Lucifer anajua ya kwamba atakuwa pepo wa uongo katika vinywa vya manabii wa uongo, vinywa vyao. Unaona maandiko yanasema pimeni maneno yao. Wanaweza kuwa wanadai kufanya miujiza, lakini pimeni maneno yao. Angalieni maneno yao yako na mambo gani. Angalieni maneno yao, pimeni maneno yao. Pimeni maneno yao, mafundisho yao lazima yaambatane na Biblia. Nitakuja na somo linaitwa The Secret Rapture. Baadaye tutalichunguza, je, liko kwa Biblia ama ni fundisho ambalo lilianzishwa na the Jesuits of Rome. Na leo linafundishwa kuficha mpinga Kristo. Nabii Uhuru anafundisha sana kuhusiana na mambo ya The Secret Rapture, watu wajiandae, the marriage of the Lamb. Tutakuja na hizo video baadaye. Anasema ya kwamba Mungu anamuongelesha yeye. Na Mungu anamuita my Lord. Na maanisha yeye ndio mkubwa kuliko Mungu. Maneno ya Yesu inatimia, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo.
Tumeangalia. Kuna wakati alidai kuponya mtu, kufufua Mama Rosa. Sio kama hizo video ziko kwenye mitandao. Watu wanifufua, mama alifufuliwa, walidai, lakini baadaye alikufa. Sikiliza wewe rafiki yangu. Huyo mama aliyedai kufufuliwa baadaye, maana alifufuliwa kama leo, kesho yake mabarabara hazikuwa zinapitika. Maana wafuasi wamejaa kila mahali, wanasema nabii wao amefufua, wanatangaza kila mahali. Kila mahali watu hawakuwa na amani. Nabii amefufua. Unajua kama nabii anafufua, tuacheni mzaha. Hii Kenya wamekufa watu wengi. Wamekufa watu wengi. Hata Raila alibatizwa na huyu nabii na akafa. Mbona siende kumfufua huyu ambaye tunajua kila mtu Kenya mzima huyu amekufa? Mbona unafufua mtu ambaye watu hawamjui? Why? Alafu isitoshe, baada ya kudai ya kwamba wamemfufua Mama Rosa, barabara zilijaa watu na vifagio na mabango, watu wakikatika na masuti, nabii amefufua. Nani aliwaambia mkatangaze? Marko sura yake ni ya 5. Yani kuonyesha nabii wa kweli akifufua kunaendaje. Alafu nikuonyeshe Elia vile alifanya. It was a private affair. Kitabu cha Marko sura yake ni ya 5. Nimesema kitabu cha Marko sura yake ni ya 5. Mark chapter 5, ninaanzia verse 40. Unaona? Yesu aliposema anaenda kumfufua huyo kijana, watu walicheka. Wakamcheka sana, naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwemo yule kijana. Verse 41. Naeka? Nasema katika aya yake ni 41, akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha kumi. Tafsiri yake msichana, na kuambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Angalia 43. Yesu amefufua. Yesu ndiye alikuwa nabii mkuu. 43 inasema nini? Akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Ati Yesu aliwaonya nini? Mtu asijue habari za ufufuo huo. Yesu alisema hii mambo si ya kutangaza. Usiende kutangazia watu ati nimefufua. Kwa nini leo wafuasi wa nabii Owori wanajaa kwa barabara kutangaza mtu amefufuliwa? Ni nabii wa uongo. Full stop. Hivyo ndivyo ilivyo. Paulo alifufua Yutiko walipoanguka kwenye dari ya nyumba usiku. Nani walienda kutangaza? Umewahi kuona watu wanatangaza kwa barabara nabii amefufua? Uliona kwa Biblia gani? Where? Inamaanisha those are stage managed events. Na ukitaka kujua ni ukweli, hakuna mtu anapona hapo anaitwa kiwete, maana wakisimama miguu inaanza kuenda hivi kwanza. Sikiliza, mimi si mwenye hizi video, ziko kwa YouTube. Kuna msichana mmoja nataka kukuletea kisa chake, anaishi hapa Bahati. Paka leo wako kwa scratches, na walimchukua wakampeleka kwa mkutano na akasimama hivyo. Akaanza kutembea, amepona. Baadaye alienda kwa surgery. Si mimi ninasema, nataka nikuonyeshe. Maandiko yanasema tupime miujiza zao. Tupime maneno yao. Tunapima rafiki zangu. Lakini kabla sijakuwekea miujiza, sikiliza nabii. Ukianza kusoma katika news za Kenya ndio utashangaa. Anasema unajua sasa wewe hubiri, wachana nabii. Najua kuna watu wataniandikia hivyo. Shauri yenu. Mbona nyinyi ni wakali? Kama ni nabii wa Mungu si apiganiwe na Mungu. Mbona mnampigania nyinyi? Why? Kwa nini? Watu wanajaribu kutoa expose, unaona mtu anaingilia watu. Tena matusi ile wanatoa hata usishangae. Shangaa ni wa Kristo. Matusi zile wanatoa. Tashtuka. Nabii kama ni wa Mungu, Mungu anaweza kumlinda nabii wake. Msiingilie mambo ya Mungu. Nyinyi mnafaa kuomba na kuendelea na kazi ya Mungu. Unaona? Lakini kwa sababu si kweli, ni utapeli, ndio naona watu wanasimama in defense of the prophet. A prophet can be defended by God himself. Cheneni na mambo mengi yenu. Ukirudi hapa kwenye video hizi, nataka nikuonyeshe katika nchi ya Kenya. Mbona mnamkinga nabii? Why are you defending the prophet? Na wauliza, kwa nini?
Why? Sikilizeni, ni kwa sababu gani? Why are you defending him? Wale ambao wanaitwa wafuasi. Madam moja anaitwa Lynn Ngugi alitoa expose, mama mwingine alipotoka kwenye hiyo dini akaingia kutoa expose. Ile matusi ilimfuata hivi na watu wa makabuti wa hiyo kanisa. Sikia watu wa habari hao. Self-proclaimed prophet Dr. David Awor may be in trouble after a woman's family accused him and his church of brainwashing their kin and taking away her property. The family of Jane Muthoni Njagi and familia ya matajiri wanasema huyo nabii amebrainwash dada yao na anachukua mali ya familia. Nabii. Katika Biblia manabii hawakuchukua mali. Elisha alipopona, Naaman alipopona, alitumana gifts. Kama 1 Kings chapter 7. Usiweke. Akaweka mazawadi akasema pelekeni nabii wa Mungu nimepona. Alimwambia wewe geukia hapo na urudi na hizo vitu. Mimi sichukuangi. Leo nabii anapora mali. Sikiliza, achilia usikilize, anapora mali. Advocate says she cut off ties with the family after joining the church, and as Ken Mijungo reports, the family is now attempting to repossess some of their properties. Jane Muthoni Njagi walks into her compound, her home and her property after what she considers her first days of freedom in as many days. Her family claims she has been in prison at her own home. Jane, an advocate, was a partner in one of the leading law firms in town. She, however, had suddenly cut ties with her family. She said to have joined Dr. Awor's church in 2004. And by 2010, the family says she had completely been immersed into the ministry. The family also accuses the church of taking away her property. We are finding it very strange. My sister wants to reclaim her property because it's her right. We are even wondering why the church is involved, because this is a private entity. Alice Njagi, one of her family members, says the ministry had even blocked them from seeing her at public functions. She was always surrounded by security, making it hard for the family to get through to her. The family says she was heavily guarded, that she was kept away from news of her mother's death. Today, the family showed up at her property in Riverside. The ministry that was occupying the premises had vacated on learning that the family was on their way there. But at the palatial Raptor Road Service Department, representatives of the ministry told the family that they had been given administrative rights and have since been managing the property. By heaven's sake, would they even be calling a minor when the mother is alive? Financial decisions to buy the property, to maintain the property, how she wants the property handled, remains the prerogative of my sister. And if my sister... Sasa hilo ni jambo la kushangaza kwa sababu nabii ameonekana yule mwanadada ni kama akili yake ilirukwa. Sikiliza. Ni kama mawazo imetekwa. Sasa anaachilia mali anaachilia mali. Inabidi familia ingilie, napata huyu jamaa ambaye ni dada yetu amekuwa brainwashed. Mali inaenda kabisa, nabii anachukua. Nabii anachukua mali ya familia ikawekwa kwenye media news. Ndio tunasema ya kwamba roho za manabii huwatii manabii. Wale manabii waliotangulia hawakukuwa hivi. Na ndio maandiko yanasema katika ni Jeremiah 14 mstari wake na 14. Jeremiah chapter 14 and verses number 14. Jeremiah chapter 14 and verses number 14. Biblia inasema Yeremia 14:14. Inasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma, wala sikuwaamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Verse 15. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, kwa habari za manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma, lakini husema upanga na njaa havitaingia katika nchi hii. Kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa.
Manabii wa uongo wametua tangu zamani, na Mungu amekuwa akitoa maonyo kupitia manabii wake na watumishi wake. Kwa hivyo kitu ambacho tunafanya ni kujaribu kuonya watu, huenda ikawa sisi hatuna uwezo mkubwa, lakini tutatoa tu maandiko yale Mungu ametujalia kuyatoa katika Biblia. Let the Bible be the standard of faith and doctrine. Na tujaingia kwenye doctrine zake. Mimi nakuonyesha tu kidogo kidogo ndio watu waweze kuelewa kitu ambacho tunasema ni kitu gani. Unaona? Kwa hivyo tunapoangalia sasa kwa undani, nataka tuweze kuangalia point nyingine. Point nyingine ni ya kwamba sasa nataka niwaonyeshe ya kwamba wale ambao wanaitwa, kwanza weka hiyo video nyingine. Unajua kuna vitu Yesu alisema katika Matthew 24. Yesu anasema kutakuwa na njaa, kutakuwa na tauni, pestilences. Matthew chapter 24. Wewe utasemaje unabii wa Biblia ni wewe umetimiza? Matthew 24 and verses number. Matthew 24. Matthew 24. And hiyo hii inasema katika verses number amen, hiyo verses 7. Matthew 24 verse 7. Matthew 24 verse 7. Matthew 24 and verses number 7. Tusome pamoja. Usikie vile nabii anasema. Inasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Sikia wewe, kutakuwa na njaa na matetemeko ya inchi mahali mahali. Unaona? Inasema hivyo. Kiingereza inasema nini? Meka. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences. Hii ndio nilikuwa nataka Kiswahili jaweka hii, tauni. And earthquakes in diverse places. Yesu alishasema zitakuwa. Sasa nabii akiinuka, ndio naona manabii kazi yao imeisha. Nabii hawezi kusimama leo aseme ni mimi nilitabiri hiyo earthquake, na ni Yesu alisema zitakuwa. Leo kukitokea earthquake tunarudi Matthew 24 verse 8. Nabii hawezi kusimama kusema hata mimi ndio nilisema hiyo ikuje. Hebu weka hiyo video usikie. Pestilences maana yake tauni, magonjwa kama ukimwi, nini, coronavirus. Those are pestilences. Na Yesu alishatabiri akasema zitakuja. Sasa usikuje kuzindikiza maneno ya Yesu unasema ni wewe. Ati hiyo earthquake ni mimi nilisema itakuja. Ni wewe ulisema ama ni Yesu? Yesu alishasema zitakuwepo. Kwa hivyo nabii anatia nguvu maneno yake kwa maneno ya Yesu. Na ni Yesu alikuwa amesema achilia. Bado nairudia hapa. You saw what I did to Turkey and Syria. Mwaona kile nilichofanya kwa Waturuki na Kenya, Washuri. listen to me well. You saw what I did to Turkey and Syria. Kenya, munisikize vyema. Je, mliona kile ambacho nilifanya kule Syria na Uturuki? Sometimes you don't know me. Wakati mwingine hamunijui mimi. When the Lord sends me to give the grace, take this grace. Wakati Bwana ananituma kupeana neema, chukua hiyo. Sikia? Ati Mungu amemtuma kuleta nini? Neema. Katika Biblia nani alitumwa kuleta neema? Ni nabii Uori ama ni Yesu? Mkiangalia. Mimi nawauliza nyinyi. When the Lord sends me to bring grace. So in the scriptures, who was sent to bring grace? The prophets were sent to bring messages of mercy. Watu waamini. But grace, John chapter 1 verse 18. John chapter 1 and verse, wacha niangalie John chapter 1 verse 17 ndio nzuri. John chapter 1 verse 17 inasema, for the law was given by Moses, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. But grace and truth came by prophet Owuor. Mimi Biblia yangu sioni vizuri. But grace and truth, neema na kweli, grace, zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu ndiye anapeana neema. Ndio unaona John chapter 1 verse 14 inasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mwenye kujaa neema ni Yesu. Yesu ndiye anapeana neema, sio nabii. Nabii hapeani neema.
Alafu anadai ya kwamba mumeona, you have seen what I did to Turkey. Kwani ni yeye? Unajua maandiko yako wazi. Maandiko yanasema manabii ama mitume ambao Mungu atawajalia neema ya kuponya na kufanya ishara fulani fulani, hawatakuwa wanajitukuza wao. Hawatakuwa wanajitukuza wao. Na hapa ndio watu wameingia kwa mtego. Ukiona mtu yote leo anajitukuza na watu wote macho yao yanageuzwa kuangalia mtu badala ya kumwangalia Kristo, watu wameingia katika madanganyo, deception. Yesu anasema katika John, angalia kitabu cha John chapter 14 ni kuonyesha kitu. Andika anasema wale ambao watajaza roho wa Kristo watakuwa wanamtukuza nani? Watakuwa wanamtukuza nani? Unaona? Nasema katika John chapter number 16 verse 14. Nabii amejiweka hapo. Yeye ndiye anatukuzwa, watu wote wanamuona. Naona badala wamuone Yesu, watu waoni Yesu tena, wanamuona nabii. Maandiko yanasema yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatua katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. The Spirit shall glorify God or Christ himself, not an individual person. Kwa hivyo nikijaliwa kuhubiri vizuri, siwezi kusimama sasa watu waniangalie, maana roho wa Kristo yuko ndani yangu. Lazima roho wa Kristo aliyeko ndani yangu aongoze mawazo yangu kuwaambia watu wamtazame Kristo. Si ati wananipigia mimi makofi, self glorification. Unaona katika hii Biblia nabii ni tajiri, ako na mali ya dunia na pesa, analindwa na askari na GSU, wakati maandiko yanasema katika Yohana 10 mstari wake ni 8. Mathayo 8:19. Angalia. Nyinyi mnataka kuniambia Yesu kama angekuwa duniani leo angelindwa na askari? Yohana Mbatizaji angelindwa na GSU na Reke Squad. Elia alifuata na watu ngapi? Jeremia alitupwa mpaka kwa shimo ya matope kwa sababu ya ujumbe wake. Yohana alikatwa shingo. Elia alitaka kuuawa. Alafu manabii wa leo wanakaa starehe, wanatumiwa chopa na rais. Ingia kwa chopa, wewe ni nabii wa Mungu. Their message is wrong. It is not the correct message. Show me from the scriptures which prophets engaged with the kings of the earth and formed an alliance, wakaungana pamoja, wakapatiwa misaada. Nionyeshe mmoja. Usome Biblia yako, nionyeshe mmoja. Wote they were enemies to the kings of the earth. Nimesema kitabu gani? Matthew chapter 8 verse 9 verse 18. Matthew chapter 8 ni 19 ama ni 18? Inasema hivi. Matthew chapter 8 and verses number 19. Weka 19 ndio nzuri. Inasema mwandishi mmoja akamwendea akamwambia, huyu ni Yesu. Akamwambia, mwalimu, nitakufuata kokote uendako. Wewe ndio nabii ambaye alitabiriwa katika kitabu cha Deuteronomy. Nataka nikufuate, the greatest prophet. Verse 20. Yesu akamwambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adam, huyu nabii mkuu wa manabii wote, hana pa kulaza kichwa chake. Huyu ndiye maskini wa mwisho, anakaa na watu, anaishi mahali ambapo watatandikiwa kikaribishwa. What a contrast. Manabii wa leo, they are kings and queens in the palaces of presidents. They are given government securities and sirens zinapiga. Magari yote inatoka kwa barabara, maana nabii anapita, askari wanatangulia. What a contrast. Hata ukienda First Kings, kama hiyo mwisho, tuingie kwa video ya mwisho. What a contrast, ladies and gentlemen. First Kings chapter 18 verse 17. What a contrast. What a contrast. What a contrast. Tofauti kubwa kabisa rafiki zangu. Tofauti kubwa. Ni tofauti kabisa kwa yule ambaye anataka kuona ukweli, ni tofauti. Angalia Elia. Angalia mfalme wa dunia anamtafuta Elia kwa sababu ya ujumbe. Nionyeshe nabii mmoja leo mwenye atatafutwa na serikali ya dunia kwa sababu ujumbe wake ni mbaya, anataka kufungwa ama kuua. Nitafutie Mungu. Leo ni marafiki. Mfalme wa kwanza 18:17 inasema, ikawa Ahab, huyu ni mfalme, alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe, ewe mtaabishaji wa Israeli? Kwa hivyo manabii wa zamani wote, kuanzia Elia, Jeremiah, Habakuki, Amosi, wote walikuwa ni wataabishaji wa nchi, maana ujumbe wao haukukubalika. Elia akasema, nimebaki peke yangu. Mungu akasema, nimeficha wachache 800, wacha haraka, ambao hawajainamia Baal.
Yesu alisema nabii akubariki nchini kwao na watu. Leo manabii wanafuatwa na mabilioni za watu. Their message is wrong. And they are friends to the kings of the earth. Wanapewa state security. Wakati manabii wa Biblia walilindwa na malaika za Mungu, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuokoa. What a contrast. Inasema katika 1 Kings 18, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? A troubler. Okay. Naye akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata Baal worship. Are you getting the point? Kwa hivyo watu wasifikiria kwamba nabii atafuatwa na billions of people. Ama wahubiri wa kweli kipindi cha mwisho watakuwa na large following. You are wrong, my friend. Go back to the Bible. Their message must be wrong. Sasa tuingie katika ishara. Kuna mwanadada mmoja alidai kuwa ameponywa, akachukuliwa mpaka kwa, na nataka uangalie rafiki yangu, mimi sisemi, wacha waseme wao. The last one. Yes. Okay. Angalia vizuri, anakaa hapa Bahati. Na huyu mwanadada alichukuliwa kwenye Radio Jambo, akahojiwa na wakaleta video. Na uone vile anadai kuwa anatembea ati amepona. The same story, baadaye akarudi kwenye scratches. Madaktari na wanamwambia atupe scratches yatembee hivyo, na aanze kuchukia hata familia yake. Utashangaa. Utashangaa watu wanaingia kwa hiyo dini wanaanza kujitenga na familia zao. Wanaanza kuchukia watu wa kwao. Mtu anaanza kuchukia mume wake, mtu anaanza kuchukia bibi yake, unashangaa. Wameambiwa wao ni watakatifu, msijikangamane na dunia. Inaitwa brainwashing. Sikiliza huyo mwanadada, anatoka Bahati hapa Nairobi. Sikiliza, tutakuwa tunakatakata tukimsikiza. Sikiliza. The prophet. Yes. You address him as man of God. Okay. Anza kama ako juu ya jukwaa anapona. Na anasema ya kwamba alipokuwa kwenye hiyo kanisa, they used to address him as man of God. Ukifeli kumuaddress hivyo ni shida. Iko bado kwa screen, si ndio? Are you getting the point? Sasa achilia usikilize vile anavyosema mwanadada alipopelekwa ili yapone. Kwa miracle amepanda mpaka kwa jukwaa na anatembea kama yule mwingine aliyekuwa anadai amepona kiwete. Sikiliza huyu. Apart from medical assistance, walianza kuniambia nikae away from my mom and my dad. Ona? Baada ya muda wakaanza kumwambia stay away from your mother and your father. Just imagine. Stay away from your family. You are holier than thou. Sikiliza mwanadada huyo alikuwa kwa pulpit na hakuwahi pona. Ana narrate vile mambo ilivyokuwa, the terrible ordeal. Sikiliza. Meet our Sewa Prophet Awur. I was using a walking frame by then, not even these crutches. Walking frame ni ile kama ya shoshu. The one you inua, ile inakaa hivi, kinda square. So nilikuwa natumia walking frame at that time. So nikaona hizi zinaitangwa placards, billboards za huo pasi. Prophet to be precise. So wakanisimamisha. Wakaambia unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Sandra. Wakaniuliza kwani ni wapi? Nikamwambia tu ni hapa Baha mbele kiasi. Wakaambia so how have you been like this? Nikamwambia okay yangu ni kutoka Bath. So wakaniambia just mute it. Wakaniambia nini? Wakaniambia niende kunaitwaje? Wakaniambia that day next weekend they will be having a show at show inaitwaje hizi vitu za mapasta at Central Park. Sasa hizo umeitwa na mkuu hapo mbele. Hatujafika kwanza kwa podium. Ana narrate vile ambavyo mkutano ulifanyika Nairobi Central Park, the mighty prophet yakaingia. Sikiliza huyo mwanadada ako pale kwenye scratches. Nafikiri watu wameona hajawahi kupona. Sasa ana narrate what happened. Sasa alipofika Central Park, maana alikujiwa na magari. Okay? Akapelekwa Central Park kwa sababu ya kupokea miujiza ili atembee. Sikiliza, kwanza wakamwambia wewe kutoka leo usikaribie mama yako na baba yako, anza kujitenga. Sasa sikiliza mwanadada. By their words we should test their messages and their miracles. Maneno yao. Sikiliza mwanadada. Because when the prayers were done, kila mtu uko tu kwa ground, uko Central Park. Okay. But now he comes, amesimama pale kwa podium, he's done a prayer, then nyi wasemu ambao mmeanguka. So kuna awasi wake, the congregation now, the members of the church, wanakuanga tu wako mix up hapo
kwa crowd. So they come, kama wewe umeanguka, they come pick you up. Okay. So mi venye walini pick, kwani tayari ushafika mbele? Hapana. Niko huko tu kwa ground. Okay. Central Park huko tu kwa ground. So kuna wale wameombewa wameanguka. Yeah, wase wameombewa wameanguka. In fact, si ati anakuplace ya mkono at like amen. Anaomba tu akiwa pale. Okay. But now me I remember my own experience ni ati nilifeel a wind. Kama upepo tu. Then I fell. Kuanguka after kuamka now I remember kuna madam hapo alikuwa in those attires because they have their attires. Yeah. Kuna madam hapo alikuanga na attires akanipek, so from there akasema msiguze mtu wote, let them walk the way they, mtu angangane afanye aje atembee mwenye ataona hivyo. So I remember for the final walking frame. So kufika kwa podium, si prophet akasema tuwekwe hapo mbele. So I remember got a seat and they gave me a Fanta. And now from there nikatolewa viatu, aka confirm my legs. After confirming my legs akaniambia now don't use this walking frame. In fact niliacha huko. Unaona? Baada ya nabii kuconfirm miguu yake, akaona miguu yake yenyewe itembea, akamwambia asitumie hizo vitu tena. Na dada anasema hizo vitu aliziwacha pale. Sasa sikilizeni watu wa Mungu. This is very interesting, Kumbuka ameletwa na wale maashas, wale wasaidizi, anaenda kufanyiwa miujiza ili atembee. Mwanadada ameenda very innocently. So yeye amezaliwa akiwa kiwete tangu hapa mtaa wa Bahati hapa Nairobi. Sasa amefika kwenye podium, nabii ameconfirm miguu yake yenyewe hatembei. Na hizo scratches nabii akamwambia hapo hizi vitu usiwahi kutumia tena. Sasa angalia the process ya kupona. Ataanza kusimama, ajaribu kutembea, akianguka. Maana watu wamekuwa psychologically tuned to cheer mtu anaposimama na kufanya attempts ingawaje hatembei. Sikiliza story inavyoenda. The walking frame there. And now nikapiga simu home nikakujiwa. Okay, wait. Yes. Unacha walking frame because why? Okay, niliacha walking frame because he said he has to fight with the devil. That is his case with the devil. That is what I remember. And now, but now my issue ilikojanga hapa. Let me now. Uliweza kutembea kurudi nyumbani mama? Like now, okay, nilitembea. I was weak but I was walking, but I had to go back with now have kuchukua crutches from someone. Alidai ametembea, na katika hii video sehemu ya kwanza watu wanachia ati ametembea. Dada anasema akitoka hapo ilibidi ajikaze aende nyumbani na atafute scratches from someone kwa sababu hangetembea kwenda nyumbani. Inamaanisha hiyo miujiza inayofanyika pale juu it is stage managed, ama wana subject watu katika tensions ambazo si za kweli. Wanachukua kiwete wanamtesa. Okay? Hata hawana huruma, ni kutesa watu. Ametembea. Sasa kama wametembea, mbona huyu dada alirudi nyumbani na scratches, aliboro zingine? Maana nabii alimwambia zile zako ziwache hapo juu, usitembee nazo tena. Akapata difficulties za kwenda nyumbani. Ilibidi atafute rafiki wamtafutie zingine afike nyumbani. Kumbuka alienda kwenye mkutano wa uponyaji. Sikiliza taarifa inaendelea. Because mimi nimezitomea tangu kitambo, so I had to send my own dad akekuja wanikujie na nini na crutches because ile yenye niko nayo. Ama imani yako ndio ndogo. Ushaambiwa wachana na walking frame can walk home. No, let me tell you, it's not about imani because hata wasi wengine huko walikuwa wanatumia. Now the problem is one. Okay, recovery haikuwa, something was weird. What? Something was weird because after the prayers have kujoin church. You get, they used to come for me with 8 cars. Wananikujia na 8 cars hapo home. Ini kitu hata watu wa mtaani wanajua. If you want to see that healing story, iko YouTube, ukiandika Sandra Waruguru at Central Park utani. Enda kwa YouTube Sandra Waruguru, andika healing. Walikuwa wanamkujia na magari kwa sababu wanataka kucreate a story ya kwamba mtu alipona. Sasa lazima wa maintain kwa kanisa. Sikiliza, kumbuka alitoka kwa mkutano ya Uhuru na hakuwahi tembea. Ingawaje Dr. Uhuru alimwambia hizi scratches hauendi nazo, ilibidi achukue ya rafiki afike nyumbani. Sasa kwa sababu ya kumfuatilia wakasema wewe ndio upone kabisa, lazima ujoin hii kanisa. Hajapona. Sasa kwa sababu mwanadada ako na nini inaitwa, ako mentally tortured na ako na anatamani kutembea. Sasa ilibidi na yeye aingie kwa hiyo kanisa.
Maana aliambiwa usipoingia kwa hii kanisa hautapona kabisa. Kumbuka, hautapona kabisa. Kule kwa podium watu walirukaruka wakisema ashatembea, na hapa hajatembea. Sasa wanamkujia na magari kufunika story, wamlete kwa kanisa ndio brainwash ya kwamba utapona ukiendelea kuingia kwa hii kanisa. Sikiliza story. Niona tu. It's just there, ni kitu iko evident. So my problem will come one after nimejoin hii church na wakanishoneshia these special attires. I started going with them, wananikuja zile nguo refu. Yeah, hizi nguo refu, skirt refu na koti refu. Niko bado na zingine sijaipa. Na sasa kikuona hivi na hii swag anasemaje? So you know, now let me tell you, you know Masawe nilihave kuacha hiyo church. Okay. That is why I'm dressed. I think you're moving too fast. Pull up. So umeletewa scratches na nimeletwa kutoka scratches rather. Umeletewa scratches na daddy. Umeenda nyumbani. When I went home. Yes. Si nimefika home. Nimeanza tu ile kutembea mosmos hivyo, so nikaona for now hiyo kutembea without the crutches na strain. So nikamwambia dad, let me be using one. Before alikuwa ameniambia strength itakuja with time. Itakam slowly. Yes, and vile anasema aliambiwa ya kwamba miguu yake itapata nguvu with the time Wewe soma Biblia uniambie nani aliambiwa na Yesu hivyo ama mitume ati wewe enda utaponea mbele pole. Enda utaponanga pole. Watu siwangesoma Biblia tu jamani. Kwa nini watu wanapotea? Why? Ameambiwa ya kwamba strength itakuja with the time. Wewe endanga utapona with the time. Hivyo ndiye aliambiwa kwa mkutano. Sikiliza huyu mwanadada. And he told me don't go to for any medical assistance because mimi niko na miguu zangu haziko straight. Unaona? So mimi najiambia I need a doctor for surgery or kitu kama hiyo, physiotherapy something like that, because hata kama hii miguu ita get balance it needs also a doctor juu inafanya vitu haijawahi fanya hiyo experience sijui. So me I can remember akaniambia don't go to any hospital. But me sasa ngo anashanga sasa siendi hosi. The more kuna kucha sioni difference. Inabidi hata maybe nishinde because the longest distance ningeenda ni kama if it's here tuseme hapa Malia wasi wako. Kiasi tu even 100 meters ni long on my own. So nikaanza kuwauliza tukienda church, you guys nasimwache mimi sick medical. Kwa wito wako wewe ndio ulijiunga na kanisa? Okay, he told me I have to join the church. Okay. So in my brain amenipea healing as I presume it. So si mimi naona nikijoin hapo. But now the problem was venye nilianzanga kwenda hiyo church now. Ilikuwa iko hapa tu hapo at Bahati Primary School. Venye nilianza kuenda the pastor who was running the church yenye hiyo yake yenye iko hapo Bahati Primary akaanza kunistop kwenda na crutches. Akaniambia ati people will doubt the healing. Siko umesikia hapo? Tukuja kwa mambo ya Makarina. Pastor wa hiyo kanisa akamwambia, wewe usikuje na hizi scratches hapa tena. Unajua watu wanatuona, wanajua ni kanisa ya nabii, na ukiendelea kukuja nazo hapa watu watadoubt ya kwamba nabii haponyi. Sasa fanya hivi, hizi scratches wachana nazo, usikuje nazo tena. Kama tunaelewana mpaka hapo. Akaambiwa, sasa hapo ndiye akaanza kuweka doubts. Mimi sitembei kabisa, lakini ninaambiwa nisikuje na hizi scratches. Yeye akiangalia naona hatembei kabisa, lakini anaambiwa kutoka leo sasa usikuje nazo. Atasifanya nini? Asikuje nazo. Nataka umsikilize huyu mwanadada. Sikiliza kidogo tu alafu nikuonyeshe. Nataka nikuonyeshe mambo makubwa leo. Maandiko yanasema msiamini kila roho, bali jaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kama ni Yesu anaponya na mitume waliamka na wakaenda. Hao nabii sasa hizi scratches usikuje nazo, maana italeta aibu kwa kanisa. Hakuna mtu anapona kwa hiyo mikutano. Maandiko yanasema roho wa Kristo watamtukuza Yesu, lakini nabii anataka kutukuzwa, wanafunikia. Kuna miujiza ilifanyika. Achilia. So Sandra, I want you to stop doing what? Sasa nikamuuliza aje, siwezi tembea. Sasa mnataka nishindange kwa nyumba. What do I do?
Sasa nifanyaje? Hata mimi mwenyewe nda survive aje? Because my mom is working, my dad is working. So inabidi nishinde tu kwa hao hivyo. Because now they don't want me to go to any hospital. So I remember one thing happened. Mimi nikaanza kuona hapana, kuna vitu wananiambia ni awkward. Because apart from medical assistance, walianza kuniambia nikae away from my mom and my dad. Because ati my mom and my dad ni wachafu. Since my dad didn't join the church and my mom pia, unaona? Ni wachafu aje? As in Kikristo. Kikristo. Live alone hata Kikristo. Wananiambia from now on hata mtu akikufa kwetu nisiende mazishi. Exactly who was telling you this? See, you see that pastor from that church, ananiambia it's from the prophet. And I remember one time nilienda huko Lavington Paddocks. That is where Prophet Owuor was having his conference. And he himself akaniambia. In fact, he was ready to get me a pass. Sasa unapomsikiza yule mwanadada anasema yeye hajawahi kupona. Hiyo video ni ndefu. Unapoangalia tu unaona ya kwamba huyu mwanadada mwishowe ilibidi awache ile kanisa, na mpaka leo ameingia kwenye surgery, alifanywa mpaka surgery, na ikabidi sasa aweze kuingia kwa mambo mengine tofauti. Kwa sababu gani? Baadaye ikabidi tena awache hata ile kanisa na ile imani. Kumbuka watu wa Mungu, tunatumia Biblia. The Bible is our foundation. Na tumeambiwa katika Biblia tuweze kupima maneno yao. Muujiza watafanya. Maana maandiko yanasema watu watatafuta miujiza kipindi cha mwisho. Na wakitafuta, si kwamba shetani hata andaa miujiza, zitakuwepo na zitakuwa mingi. Kitu ambacho tunasema ni hiki: watu wa Mungu warudi katika Biblia. The people of God will only find safety in the word of God. Thus says the Lord. Manabii na mitume walitumika kuandika Biblia, wakaleta Bible truth. So the Bible should be our foundation. Ndiyo msingi wa imani yetu. Ndiyo misingi ya imani yetu. Leo ukiingia katika YouTube utakutana na video nyingi kabisa ambazo ziko pale zinazungumzia haya mambo, na haya mambo yako wazi. Yako wazi kabisa. Na kuna wahubiri wengi tu katika YouTube pia wanajaribu kuelezea haya mambo ili watu waweze kujua, na jina la Mungu litatukuzwa kwa wale ambao watataka kuona kweli ambazo Mungu anazifunua katika neno lake. Tumeonywa katika Biblia. Tumeonywa. Na ukiangalia Grand Entrance, nataka nikuulize swali rafiki yangu. Wewe ambaye unasikiliza na unafuatilia pale ukinisomea, kuna kitu nataka uwekee watu pale kwa screen kapicha chana hii nyingine. Weka hiyo. Alafu sasa tuanze kuangalia. Nataka uweze kuangalia hiyo. Hao ni manabii ambao wanatembea. Alafu nitafute andiko la Luka. Tuangalie Yesu. Yesu alizaliwa ina menja, ori ya ng'ombe. Alikuwa hana mahali pa kuweka hata kichwa, na alichagua hayo maisha. Manabii wote waliishi maisha ya hoe hai. Manabii wa siku za mwisho ndio wanataka kuishi katika maisha ya utajiri na maisha ya kujitukuza. Si kweli. Nataka nikusomea andiko. Picha hiyo unayoiona inaitwa Grand Reception. Inaitwa Government Motorcades. Motorcades na sirens zina muandama nabii aweze kuingia katika uwanja. Lakini unapoangalia kitabu cha Matthew 26, nimeipata. Umeweka picha hiyo nilikuwa naangalia pale Nakuru, nikaona magari yote yametolewa nje ya barabara kwa sababu nabii anapita at a very high speed. Na unaona magari ni mapya makubwa, anazindikishwa na escort ya hali ya juu sana. Okay? Are we together? Escort ya hali ya juu sana. Mimi huwa najiuliza swali. Angalia hiyo escort ni kubwa na sio mchezo. Yesu alipokuwa duniani alitambua serikali za dunia na alitambua serikali ya mbingu. Na Yesu kwa sababu ni nabii wa Mungu na anafuata manabii wote waliotangulia, Yesu alijua nani analinda manabii wa serikali ya mbinguni. Yesu alisema kuna serikali ya mbingu na kuna serikali ya dunia. Serikali ya dunia ukisoma Luka
Hebu acha nikusomee maandiko mawili tutakuja Matthew 26 lakini enda Luke 22 verse 25 kidogo niangalie. Luke chapter number 22. Hebu tusome pale, inasema verse 25. Amen, ndio hiyo. Luke 22 verses number 25. Angalia ile andiko. Inakuwaje manabii leo wanalindwa na serikali za dunia? How? This was foreign to the Bible. Biblia haikufundisha masuala kama hayo. Ndio sababu tunasema, soma Luke 22:25 inasema, akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. 26. Lakini kwenu ninyi, sasa hawa ni watu wa kanisa, si ndio? This is another government on itself. Lakini kwenu ninyi haitakuwa hivyo, bali aliye mkubwa kwenu na awe kama aliye mdogo, na mwenye kuongoza kama yule atumikiaye. Kwa hivyo kiongozi wa kanisa ni nani? Ni yule mwenye anatumikia wengine, anapanguzia wengine viti wanaketi. Unaona? Ndio naona nabii wa Mungu ambaye ni Yesu, the greatest prophet of all the prophets, alitoa statement katika Matthew 26 verse 53. Matthew 26 verse 53. 51. Matthew 26 verse 53. Tunapoelekea kumalizia. Sikia Yesu. Anzia 52. Mungeanzia 51 ndio nzuri. Huyu ni Petro. Ndio Petro bado alikuwa na hayo mawazo. Wakikukamata tumeleta maaskari hapa, tumekuzunguka Yesu. Hakuna kitu kitakufanya. Na tazama, mmoja wao waliokuwa pamoja naye Yesu akanyosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Huyu ni Petro. 52. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. 53. Kuna kitu Yesu alikuwa anataka wanafunzi wake wajue mpaka leo. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya nini? Ya GSU, si ndio? Ya Reke Squad watakuja na magari, si ndio? Majeshi ya nini? Majeshi ya malaika. Majeshi ya malaika. Hata Elia alilindwa na malaika. Elisha alilindwa na malaika. 1 Kings chapter 6. 1 Kings chapter 6 verse 16. Inamaliza. 1 Kings chapter 6 verses number 16. Ama ni 2 Kings, sorry. 2 Kings, Wafalme wa pili chapter 6 and verses number 16. Biblia inasema 2 Kings, huyo ni Elisha pamoja na yule mtendakazi wake walipoamka asubuhi wakakuta wamezingirwa. Anzia 15. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira ule mji. Mtumishi wake Elisha akamwambia, ole wangu bwana wangu, tutafanyeje? Verse 16. Akamjibu Elisha anamwambia, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. 17. Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfungua macho yake mtumishi, naye akaona, natazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Kwa hivyo manabii wa Mungu wanazungukwa pande zote na majeshi ya malaika, sio Reke Squad, sio GSU au sio manabii wa Mungu. Maandiko yanasema mtawajua kwa matunda yao. Kila miujiza itapimwa, kila neno, kila tendo, kila fundisho. Ndio naona hiyo imekuwa ni expose. Tumejaribu kuonyesha watu. Video hii inaweza kuwa ndefu, lakini najaribu kujizuia. Kuna mambo mengi ambayo tutakuja kuangalia kama mafundisho ya The Secret Rapture, mambo kama hayo. Na vile ambavyo alienda tena kumuombea rais wa Venezuela. Akamwambia, wewe nimekuombea baraka ya Mungu, it shall be well. Alafu kesho yake askari wakakuja kutoka Marekani wakamkamata na amepelekwa gerezani. Baada ya nabii kumuombea na kusema nimeongea na Mungu.
Mungu wangu amenihakikishia kwamba wewe hautakamatwa, mambo itakuwa sawa. Nilipoondoka tu, majeshi yakakuja ya Marekani yakamkamata rais wa Venezuela, na sasa yako ndani korokoroni, ameshikwa, ametekwa. Ndivyo ilivyo watu wa Mungu. Yesu alisema andiko la mwisho, Matthew 24 verses number 24. Matthew 24 verses number 24. Matthew chapter 24 and verses number 24. Matthew 24 verses number 24. Biblia inasema andiko la mwisho. Inasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tuwangoje ama washatokea manabii wa uongo? Tuwasubiri ama maneno ya kweli ya Yesu yanatimia kipindi chetu? Ama hayo maneno yatatimia lini? Tungoje mpaka lini? Ama kama hatungoje, je, hawa manabii wa uongo wapo? Tutawajuaje? Ndio imekuwa somo letu leo. Bwana wabariki sana. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Tunaomba. Jina lako litukuzwe, Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa sababu umetufunulia mengi. Tumefundisha tu kidogo, kuna mengi ambayo tungesema, lakini Bwana, kwa sasa muda hautaturuhusu. Endelea kusaidia kila mmoja atakayefuatilia, ili watoto wako wafikirie kweli. Neema yako itufunike. Endelea kututumia kupaza sauti zetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mapenzi yako yakitimizwa kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Bwana wabariki sana. Usikose kushare, kulike, kusubscribe na kuinvite wengine waweze kufuatilia mafundisho hayo, pamoja na mengine mengi katika platform zetu wana matengenezo. Bwana wabariki sana. Amina. Asante.